yetu Mungu mtakatifu, uhimidiwe milele na milele. Umestahili sifa na utukufu siku zote. Neema yako ni ya milele, uweza wako ni wa milele. Tunakushukuru tena Baba kwa mwezi wa 6, ni tarehe 2 leo. Jina lako Yesu litukuzwe na mapenzi yako yaendelee kutimizwa na ufalme wako tena uje. Asante kwa sababu umejaa neema, umejaa rehema, umejaa uweza na nguvu. Mungu wetu, mfalme wetu na Baba wa milele. Jina lako ni takatifu na ufalme wako ni mkuu sana. Jina lako linaokoa, jina lako linabariki. Yesu Kristo, wewe ni yule jana, leo na hata milele. Asante kwa ajili ya mapenzi yako yaliyo mema katika saa hii na siku hii. Na litukuzwe jina lako na mapenzi yako yakatimizwe. Asante tena kwa wakati huu mzuri kwa ajili ya neno ni la uzima. Bariki msikilizaji, mtazamaji. Bariki malango ya mwezi wa 6, bariki malango ya wiki kwake. Na kwetu sote ikawe baraka, ikawe mavuno, ikawe faida wala si hasara, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana 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 sana. Na ninakukaribisha tena katika asubuhi nzuri na siku nzuri ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Baraka zake Bwana ziwe pamoja na wewe. Amini, pokea hayo yakawe kwako, kwamba na wiki hii nakuombea ikawe ni wiki ya baraka kwetu sote, na kwako pia ikawe wiki ya faida si hasara, ikawe wiki ya amani na furaha tele katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, Bwana akaangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Neema ya Kristo juu yako na kazi za mikono yako zikabarikiwe, zikalindwe, na amani ya Mungu ipitayo fahamu zote na akili zote ikakuhifadhi na kukuwezesha wakati wote kukaa katika mapenzi ya Mungu, Mungu aliye mtakatifu. Karibu tena katika wakati mzuri kwa ajili ya kusikiliza neno la uzima, na Mungu wa baraka aendelee kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Neno la Mungu katika asubuhi hii tarehe 2 mwezi wa 6. Hongera sana, naendelea kubarikiwa na neno hili la tarehe 2 mwezi wa 6. Likaendelea kufanya kwako baraka, amani na nguvu. Likaendelea kufanya kwako mambo makubwa, na endelea kuwa na mtazamo mwingine sana sana katika hali ya rohoni, ukijua kwamba Mungu anaweza yote, anatosha na anaweza kutusaidia. Yohana 15 mstari wa 5, Yesu anasema, ninyi hamwezi kufanya jambo lolote pasipo mimi. Sisi hatuwezi jambo lolote bila Yesu. Ninyi hamwezi kufanya lolote bila mimi. Kwa hiyo amini tena na muambie Yesu, Bwana Yesu, siwezi lolote bila nguvu zako na uwezo wako. Tena katika mwezi wa 6, nusu ya mwaka sasa wa 2025, muombe neema yake. Damu ya Yesu iendelee kunena mema kwa Tanzania. Damu ya Yesu isimame na Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema, ikabariki Tanzania, na Tanzania ikabadilike, ikawe mpya tena katika jina la Yesu. Tanzania ikawe mpya kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amina. Amini, naendelea kuombea hayo na kuombea ya maisha yako pia katika jina la Yesu. Amina. Neno la Mungu ni Warumi 15, nitaanzia mstari wa kwanza. Warumi sura ile ya 15 na mstari ule wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukulia udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe, wala haifai kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema akajengwe, apate wema akajengwe. Endelea kuwa na upendo wa Yesu Kristo kwa ndugu zako na kwa jirani zako. Na mwezi wa 6 tena neno hili likawe nguvu na uzima na ulinzi kwako katika jina la Yesu. Neno la Mungu limetupasa, inatuambia imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wale walio dhaifu wa kiimani. Ukienda sura ya 14 anasema, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Yeye aliye dhaifu wa imani, msimhukumu mawazo yake. Sasa sura ya 15 anasema, basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukulia udhaifu wao wasio na nguvu, wale ambao hawana nguvu ya kiroho, nguvu ya kiimani, nguvu ya kifedha. Neno la Mungu nataka tuishi kwa upendo. Kwa hiyo hapo manake nenda kwa upendo, ishi kwa upendo na hata wale walio dhaifu. Ukiwa una nguvu na una maarifa zaidi ya wengine, basi usichukulie kile ulichopewa ikawa fimbo ya kuwapiga wengine, lakini kile ulichopewa na Mungu
kitumie kuwa baraka kwa wengine. Iwe ni elimu, iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni upako, iwe ni kibali kwa Mungu, iwe ni mazingira yamekuwa mazuri kwako, au jambo lolote, litumie hilo kufanyika kwa wengine kwa baraka, kwa faida, na Mungu atukuzwe. Na ndivyo anavyosema hapa kwamba imetupasa tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu. Wale dhaifu tuwachukulie, tuendane nao, na Mungu aweze kubadilisha au kufanya kitu kwao. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema akajengwe. Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema akajengwe. Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Kama Kristo naye alivyofanya, yeye ambaye ni Bwana mwenye utukufu na nguvu, alituona sisi wenye udhaifu, akaja kwetu kutusaidia, na hata sasa anatusaidia katika udhaifu wetu. Na Biblia inasema katika ile Warumi, Roho mwenyewe hutusaidia kuomba. Katika ule udhaifu wetu, Roho anatusaidia. Kwa hiyo hata sasa tunahitaji msaada wa Bwana. Katika mwezi wa 6, katika mwaka huu, katika maisha tunayoishi, tunahitaji msaada wa Bwana, kwamba yeye akatuwezeshe na akatusaidie. Na tunapowezeshwa, basi tukumbuke kuwawezesha na wengine katika hali zao za udhaifu, za kimaisha, ya kimwili na ya kiroho. Katika hali zozote pale tunapoona inawezekana kufanya msaada au kuweka mkono wetu, basi kafanye, mpendwa, na Mungu akubariki sana. Kwa hiyo anasema kama Kristo naye hakujipendeza mwenyewe. Yesu hakujipendeza, yani hakujiwekea ubinafsi, hakuja kibinafsi. Alikuja kwa ajili ya wote, alikuja ili afanye yote. Hata ukiwa ni mwanasiasa, usifanye mambo ya kibinafsi, fanya mambo ambayo yatakuwa ni faida kwa Watanzania, fanya mambo yatakuwa ni faida, na Mungu atatukuzwa, kwa sababu ujue serikali ni mali ya Mungu, sio mali ya wanasiasa. Kwa hiyo wewe una nafasi, wewe ni mtumishi wa Bwana, fanya ambalo si la kibinafsi, ambalo linaleta baraka na mafanikio kwa watu wengi. Hapo kwenye familia, wewe ni mtawala au wewe ndio umepewa nafasi kwenye familia, kwenye hilo boma, hakikisha upendelei na ufanyi kwa kuonea, kwa sababu Kristo hakuja kuonea. Kama unamwamini Bwana Yesu, lazima ufanye kama Bwana Yesu. Fanya wengine wapate haki zao kwenye boma, kwenye familia, kwenye taifa, kwenye serikali, kanisani. Fanya kama Kristo. Hakujipendeza mwenyewe, usijipendeze. Yani usiweke ubinafsi. Haimaanishi uishi kihovyo, lakini usijipendeze. Anasema hakujipendeza. Maana yake hakujiwekea mambo ya kibinafsi, lakini mambo ambayo yalikuwa faida kwa wote. Maisha yako ni faida kwa wote. Yawe faida, yawe baraka. Uwe baraka katika jamii, uwe baraka katika siasa, uwe baraka katika kanisa, uwe baraka katika kanisa, uwe baraka katika familia, kila mahali ukawe baraka, mpendwa. Bwana akubariki sana katika mwezi wa 6 tena. Mstari wa 8 anasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Maandiko yaliyoandikwa yameandikwa kuonyesha alichokifanya Mungu tangu Agano la Kale, lakini kile Yesu alifanya. Kwa hiyo maandiko yapo kwa sababu Mungu amekusudia yawepo ili tupate tumaini, ili yatufundishe, ili kutufundisha sisi. Anasema kwenye mstari wa 4, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa hiyo yanatufundisha sisi, na manake ni mambo yalikwisha kutendeka. Leo mambo haya tunafundishwa sisi, tunaelekezwa cha kufanya. Alafu anasema ili kwa saburi, kwa subira, kwa uvumilivu na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa maandiko yamewekwa ili yatupe tumaini, na tuyatumie maandiko kuwapa wengine tumaini. Tutumie maandiko kuwapa wengine faraja ya neno la Mungu. Faraja, wapate faraja mbele za Bwana, wapate faraja katika maumivu walio nayo, wapate faraja katika ile shida na taabu walizo nazo, wapate faraja. Haleluya, Bwana akubariki sana. Kwa hiyo yatumie maandiko ya Mungu kukufariji, alafu upate kufariji wengine. Kama anavyosema,
yanatufundisha. Wewe umefundishika, kafundisha na wengine hilo neno la Mungu. Wewe umefarijiwa, kafariji na wengine kwa hilo neno la Mungu lilo katika Biblia. Kwa sababu anasema kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Wengine wapate matumaini kupitia wewe, kupitia mimi. Wengine wapate matumaini katika Bwana Yesu. Tumaini maana yake siku zijazo, siku zilizo mbele yetu, miaka iliyo mbele yetu, wawe na matumaini. Wawe na tumaini kwa Bwana. Wasiwe ni watu waliovunjika moyo, waliochoka, ambao wanakata tamaa, lakini wenye faraja, wenye matumaini. Ukiwa na matumaini, utagawia watu matumaini. Ukijaa faraja, utagawia watu faraja. Ukijaa mabaya, utagawia watu mabaya. Basi jazwa faraja ya Bwana Yesu, jazwa amani ya Bwana Yesu, jazwa tumaini la Bwana Yesu Kristo, alafu ili wengine wajazwe hayo katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana na Bwana Yesu Kristo. Kwa saburi na faraja, ndio mstari wa 5 anasema, na Mungu mwenyewe, na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi, kwa mfano wa Kristo Yesu, kwa mfano wa Bwana Yesu Kristo. Tukawe ni watu ambao tuna mfanano na Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu ambaye ndiye mwenye matumaini na faraja. Tukawe mfano wa Kristo, ili kwa moyo mmoja, mstari wa 6, na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kinywa kimoja, kwa nia moja, kwa sauti moja, tupate kumtukuza Bwana. Enyi watakatifu wa Bwana katika Tanzania, enyi watakatifu wa Bwana katika dunia, kwa nia moja, kwa sauti moja, tukasimame kukemea uovu, kukemea mabaya. Tukawe na nia moja katika kanisa, katika familia, mkawe na nia moja, sauti moja. Yesu anapendezwa sana na mambo ya namna hiyo. Yesu anafurahi sana akiona tuna nia moja, sauti moja, mawazo yanayotembea pamoja kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba. Niende mstari ule wa 7. Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi kama naye Kristo alivyo wakaribisha ninyi. Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi kama naye Kristo alivyotukaribisha, ili Mungu atukuzwe. Kristo alitukaribisha kwenye ufalme wake, kwenye wokovu, kwenye mapenzi mema. Ametukaribisha ambao tulikuwa nje, ametuingiza kwenye pendo lake. Kwenye Wakolosai anasema ametustahilisha kuingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 11, mstari wa 12, wa 13. Ametusaidia, ametustahilisha, tumekaribishwa. Tulikuwa nje ya ufalme, tumeingia ndani ya ufalme. Mshukuru Mungu, tukuze Bwana. Endelea kutumia hayo na wengine wapate faraja ya Bwana, neno, wapate maisha ya wokovu, watoke katika giza waingie katika nuru. Watoke katika magomvi waingie katika amani. Watoke katika uovu waingie katika utakatifu. Haleluya. Niende mstari wa 8. Kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa, kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Mstari wa 10. Na tena anena, furahini mataifa pamoja na watu wake. Na tena, enyi mataifa yote, msifuni Bwana, enyi watu wote muhimidini. Enyi watu wote muhimidini. Mataifa yote, makabila yote wawe na furaha ya Bwana. Ukawe na furaha ya Bwana mwezi wa 6, na familia yako ikawe na furaha. Hebu tamani hayo mambo yakajaze kwenye familia yako, yakajaze moyo wako, ili ugawe furaha na sio huzuni kwa wengine. Lakini mataifa yanatakiwa kuwa na furaha ya Bwana Yesu. Falme na falme, taifa kwa mataifa wakawe na furaha ya Bwana na amani ya Kristo. Mungu akayatimiza hayo kwa Tanzania, na Tanzania ikagawie mataifa mengine furaha na haki na amani na baraka za kweli katika jina la Yesu Kristo. Niende mstari wa 13. Mstari wa 15 anasema, basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote, sema amina, na amani
Sema amina. Katika kuamini, katika kuamini. Sema amina. Mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi Mungu wa matumaini akujaze wewe unanisikiliza na kunitazama furaha ya Bwana Yesu, furaha ya Mungu, furaha ya kweli, na akupe amani ya kweli, na uwe na tumaini na kuzidi sana kuwa na matumaini na imani. Mungu wa faraja, Mungu wa matumaini akujaze tumaini katika mwezi wa 6 na katika nusu ya mwaka iliyobaki na katika siku zako zote. Wewe na familia yako, wewe na malango yako, ikawe ni sehemu ambayo Mungu atatukuzwa na kusifiwa sana. Basi Mungu wa matumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika jina la Yesu. Naomba Tanzania sasa ikabadilishwe, ikawe mpya tena. Nafsi yako ikabadilishwe, familia yako ikabadilishwe, ikawe na upya tena. Mungu akaitazame Tanzania kwa namna alivyokusudia yeye. Bwana akafanye lile alilolikusudia sasa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Bwana akalifanya lile alilokusudia sasa kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya familia yako. Akakujaze moyo wako matumaini na imani na furaha na upendo. Ukaongezeke furaha, ukaongezeke amani, ukaongezeke utakatifu, ukaongezeke kibiashara, ukaongezeke katika jina la Yesu. Amina. Na tuingie kwenye maombi sasa. Baba, nakushukuru kwa neno lako hili. Sawa sawa na neno lako hili pia sura ya 15, Warumi 15 mstari wa 13. Mungu wa matumaini, Mungu wa kutupa furaha ya kweli, Mungu wa kutupa baraka za kweli. Ninaomba Bwana, watoto wako watakatifu wako wakazipokee hizo baraka za kweli, amani na matumaini ya kweli. Mwezi wa 6 kwa mwezi wa baraka, mwezi wa 6 kwa mwezi wa matumaini tele, mwezi wa 6 kwa mwezi wa mabadiliko makubwa Tanzania. Bwana, fanya jambo la mabadiliko makubwa ndani ya taifa hili ambalo limekuwa na damu nyingi za watu zimewagika. Dhuluma kubwa inafanyika tena kwa wazi wazi. Mungu kafanye jambo kwa ajili ya Tanzania. Yale mabaya yanayoendelea na mateso na maonevu na uharibifu, Jehova Mungu aliyeiumba Tanzania, simama mwenyewe. Bwana, Tanzania ikajazwe furaha, machozi yakaondolewe, misiba ikaondolewe, damu zisiendelee tena Tanzania. Sasa Mungu, simama mwenyewe kama ulivyosema katika Amosi sura ile ya 8. Bwana, kama ulivyosema unauangalia ufalme wenye dhambi. Bwana, tazama, angalia, ili ukasimamisha haki yako Tanzania, ili ukaponye nafsi za Watanzania katika jina la Yesu Kristo. Lakini mtu huyu anayenisikiliza mmoja mmoja na familia yake, kabariki, ukajaze amani na furaha na haki ndani ya familia. Ukaruhusu neema yako na maongezeko katika jina la Yesu. Nguvu zako na uweza wako katawale katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu Bwana wa faraja na matumaini. Achilia matumaini kwa watu wako waliokosa matumaini, waliochoka, walioogopa, waliofedheka. Bwana, wajalie nguvu tena. Wewe uliye na ugonjwa huo ukutoke, hofu zikaondoke na mashaka ikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ujazwe matumaini ya kwamba Yesu Kristo yupo kwa ajili yako, na imani yako ikaongezeke sasa ya kwamba unapona sasa hivi unavyonisikiliza. Nami naamuru ugonjwa kutoke na nguvu za giza ziachie. Hilo donda ndugu likauke kwa damu ya Yesu. Hilo donda ndugu likauke kwa damu ya Yesu Kristo, likutoke. Miguu yako iponywe kwa jina la Yesu Kristo. Nafsi yako iponywe katika jina la Yesu Kristo. Giza likutoke kwa jina la Yesu Kristo. Vifungo na mauti vikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Paka kwenye biashara yako, paka kwenye uchumi wako, paka kwenye maisha yako yote na familia kwa jina la Yesu. Baraka, amani na neema ya Bwana itawale. Upendo wa ndugu kadumu kwenye hiyo familia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ukaendelee kujazwa nguvu walioishiwa nguvu, ukaendelee kuziona furaha na neema ya kimbingu ikujirie tele sasa na wakati wote katika jina la Yesu Kristo. Fadhili za Bwana na rehema za Bwana Yesu na ziwe na wewe sasa. Uponyaji na uweza na nguvu zitokazo juu mbinguni zijiklie familia yako, ndoa yako, ujana wako, kazi za mikono yako hapo ofisini, ukazione baraka na ushindi. Nusu ya mwaka sasa, mwezi wa 6, na lango hili leo ni Jumatatu tarehe 2, ukazidi kuona neema na malango yako yakafunguliwe, malango yako yakawe wazi, malango ya kiuchumi, malango ya kiroho, malango ya utumishi, malango ya huduma, malango ya kazini, ofisini yakawe wazi, malango yako hata kwenye ufugaji, kila eneo yakawe wazi, kupitisha baraka na ulinzi wa Mungu na neema ya Mungu ikafunike ikatawale katika jina la Yesu.
Fadhili za Bwana ziwe pamoja nawe, ulinzi wa Bwana ukawe pamoja nawe, ukazingirwe na nguvu zake na uweza wake kwa jina la Yesu. Baba, naomba uponyaji na baraka na neema yako kwa mtu, na iwe sasa kwa watoto, kwa vijana, kwa wazee, kwenye familia zetu, kwenye malango ya watakatifu wako, kwenye familia za watakatifu wako na watumishi wako wakuaminio Bwana, wakazidi kuona faraja, tumaini, imani na maongezeko kwa jina la Yesu. Iwe kwako, pokea, amini, na Bwana akujaze tele, na iwe zaidi na zaidi, na Bwana akatende zaidi, kwa kuwa yeye ni mwenye neema na rehema, amejaa uweza na nguvu, na litukuzwe jina la Yesu Kristo. Amini, naendelea kubarikiwa katika jina la Yesu. Amina. Tunamshukuru Mungu Baba wa rehema kwa nafasi hiyo. Karibu, endelea kushiriki nasi, tunaendelea na huduma hii. Ninaamini tutapumzika kama kwa wiki 2, alafu tutaendelea na uinjilisti vijijini huku Manyara na kule Tanga pia tutaendelea. Basi neema ya Mungu ikawe juu yako. Karibu sana kuendelea kushiriki. Kumbuka kusubscribe, kushare na kulike katika YouTube channel yangu Elimlinzi Mbise. Kama hujasubscribe, basi naomba fanya hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu. Endelea kuwashirikisha na wengine. Karibu kwa sadaka, kwa sababu kazi tunayofanya ni kubwa, inahitaji fedha nyingi. Karibu kwa sadaka. Unaweza kutumia namba ambazo ukifuatilia kwenye mtandao au kwenye YouTube channel yangu utaziona. Ni 0787 62 75 91. Jina ni Elimlinzi Jeremia Mbise. 0787 62 75 91. Na nyingine ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana Mungu akubariki sana na fadhili zake ziwe pamoja nawe. Karibu, endelea kutuombea tunapokwenda kuwa kwenye mapumziko kama kwa wiki 2 hivi, alafu tutarudi tena kuendelea na utumishi wa Mungu vijiji kwa vijiji, hata na mijini pia. Barikiwa kwa jina la Yesu. Zione baraka na fadhili za Bwana tele tele sasa na hata milele. Amen, amen, amen.